Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika channel yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri, japokuwa kumekuwa na kusuasua katikati hapo kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Ujio wa kocha mpya, kocha ambaye anatajwa kuja kuweza kuifikisha Yanga katika nchi ya ahadi kutokana na ubora ambao yuko nao. Amekuwa ni kocha ambaye anazungumzwa kweli kweli, kocha ambaye CV yake imejaa wasifu wa kutosha kweli kweli. Amepita kwenye baadhi ya vilabu hapa barani Afrika, lakini akiwahi kufundisha pia vilabu vya Amerika huko. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo klabu ya soka ya Yanga imefanya scouting yake vizuri kabisa na kumpata kocha huyu ambaye anakuja kuifundisha klabu ya soka ya Yanga na kuchukua mikoba ya aliyekuwa kocha mkuu wa klabu hiyo Romain Folz, ambaye aliweza kutimuliwa kwenye kikosi hicho wiki kadhaa zilizopita baada tu ya kupoteza mchezo wake katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hivyo basi kile kinachokwenda kutokea ni utambulisho wa kocha mpya, ambapo kila kitu kimeweza kuwekwa wazi juu ya kocha huyo ambaye kwa sasa anatua ndani ya ardhi ya Tanzania kuja kuwanoa Wanatwiga na Jangwani kwa kile ambacho kimeweza kuwekwa wazi na uongozi wao. Ni nani huyo ambaye anasifika na anasifa kedekede? Utakwenda kumjua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia hawa ni wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia hawa ni klabu ya wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Yanga kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, mambo yanaonekana kwa wazi kabisa ya kwamba mambo huenda kawa ni mazuri kabisa kwenye kikosi hicho, ambapo taarifa inaelezwa kwamba kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi hicho, mambo yameanza kuiva kweli kweli baada ya kocha Romain Folz. Mambo yanaonekana kwenda vizuri chini ya kocha msaidizi Patrick Mabedi, ambaye atakuwa anakiongoza kikosi hicho kuelekea kumpata kocha mpya. Maneno yamekuwa ni mengi, watu wanazungumza vitu vingi, lakini inaelezwa kwamba kocha huyo ambaye kwa sasa inatambulika ya kwamba anatokea kule nchini Ureno, ambako anakuja kuchukua mikoba ya Romain Folz, ambapo inaelezwa kwamba uzoefu wake ni mkubwa kabisa, na tayari inaelezwa kwamba kile kilichopo kwa sasa mambo yanaonekana kwenda vizuri zaidi, ambapo nimearifiwa kwamba Yanga wamekamilisha mazungumzo na kocha Joao Paulo Mota, kocha hatari sana kwenye soka la kasi, na huyu anapenda sana timu ambayo inafanya pressing. Kwa taarifa nilizonao za muda wote ana saini mkataba wa miaka 2 wa kuja kuifundisha kikosi cha klabu hiyo. Mota Maria ni kocha mwenye uzoefu barani Afrika na Asia, ambapo amewahi kuzinoa timu kama Al Hilal Omdurman ya Sudan, kuna Ali Hussein ya AC Sport Club ya Jordan. Anatambulika kwa mbinu za kucheza soka la pasi chini, ground football, akisisitiza umiliki wa mpira na nidhamu ya kiufundi uwanjani. Mota Maria alizaliwa Septemba 16 mwaka 1966 na aliwahi kucheza kama beki. Alipitia katika
vikosi vya vijana vya FC Bairense na Sporting CP. Alistaafu soka mwaka 2000. Mfumo wake pendwa kiwanjani ni 4-2-3-1, mfumo ambao hata Yanga wameutumia kwa miaka 5 mfululizo. Kwa sasa anahudumu kama kocha wa Saham klabu nchini Oman. Wakati huu anahusishwa kujiunga na Young Africans kuja kuziba nafasi ya Romain Folz ambaye kwa kile ambacho kilionekana aliweza kutimuliwa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo yale ambayo yanaendelea kwa sasa inaelezwa kwamba kile ambacho kilichopo ni kuhusiana na yale yote ambayo yapo kwa sasa. Kocha huyo unaambiwa ni hatari kweli kweli kwenye mbinu za kivita ambazo zilizopo kwa sasa. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, ambapo kwa mujibu wa moja kati ya watu ambao ni mchambuzi, anasema tatizo la kikosi cha Yanga ni eneo la kiungo, ambapo wamewatupia lawama uongozi kwa kumruhusu Walidi Aucho aondoke pasipo na kumpata mbadala wake sahihi. Mchambuzi anasema tatizo la Yanga wala sio kocha, ni aina ya wachezaji walioletwa kuyatumikia majukumu ya Walidi Aucho. Mdau anasema Azizi ni kiungo mzuiaji mzuri namba 6, lakini sio mpasiaji mzuri. Azizi sifa yake kubwa ni kuzuia tu, lakini watu wakawa wanajiuliza kuhusiana na issue ya Musa Bala Conte. Hapa nazungumzia achezi na watu hawaelewi nini ambacho kilichopo. Matatizo yote ya Yanga yapo kwenye eneo la kiungo, akiweza kulibainisha hivyo kwa kile ambacho kinachoendelea. Lakini kwa taarifa kwa wananchi, unaambiwa ya kwamba hakuna bure ambayo iliacha Yanga salama. Unafahamu ya kwamba kuelekea mchezo wa wikendi hii kuhusiana na ligi ya mabingwa barani Afrika, inaelezwa kwamba kile kilichopo kwa sasa ni kwamba mchezo ule unawekwa bure. Sasa ukitizama rekodi ambazo zimetolewa ni kwamba zifuatazo ni mechi ambazo kwa uzito wake uliwalazimu viongozi wa Yanga kutoweka kiingilio ili kuhamasisha mashabiki watokee uwanjani kuisupport timu yao, lakini hayakuwa na faida kwa wananchi. Tarehe 6 mwezi Mei mwaka 2007 Yanga walikuwa pale CCM Kirumba, walikuwa wanacheza dhidi ya El Merreikh, lakini mechi iliisha sare ya 0-0. Yanga ilikuwa tarehe 8 mwezi Juni mwaka 2016 Yanga walikutana dhidi ya TP Mazembe. Yanga kafungwa bao moja kwa Mkapa pale. Lakini tarehe 30 mwezi Machi 2024 Yanga dhidi ya Mamelodi, ambapo ni kwa Mkapa, walitoka sare ya 0-0, nayo ilikuwa ni bure. Yanga inabidi iweke rekodi kwa kuifunga Silver Strike siku ya Jumamosi ili kuibariki hii kampeni ya bure kwa mashabiki. Kinyume na hapo itabidi waifute ama wauondoe utaratibu huo, kwani umekuwa hauwezi kuwalipa. Unaona bana, hauwalipi kwa chochote kwa sababu wanaeta kiingilio bure na mwisho siku wanapokea kichapo. Kwa hiyo mbele ya Silver Strike wanatakiwa kufanya maamuzi thabiti kweli kweli. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na hiki ambacho tumekizungumza kwa wakati huu. Tukutane wakati mwingine. Hii hapa ni